Kutokana na namna ambavyo Israel inafanya dhidi ya Palestina, wapiganaji wa kundi la Hamas la Palestina wamesisitiza hawatasalimisha silaha katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Kutokana na mipango ya Israel ya kurasimisha utekaji wa ardhi yao, kundi la wapiganaji na wanamgambo wa Kipalestina Hamas wamesema kwamba wakati huu si wakati wa kuachana na silaha zao, na kwamba silaha hizi zitatumika kukomboa maeneo yao yanayotekwa na kurasimishwa katika eneo hasa ukingo wa Magharibi, kama kilivyoelezwa na waziri wa fedha Bezalel Smotrich. Kiongozi mwandamizi wa wapiganaji hao wa Hamas, Khaled Mashal, amesisitiza kuwa kundi lake halitasalimisha silaha zake na katu halitokubali eneo la ukanda wa Gaza kuingiliwa na mataifa ya kigeni, wala kuruhusu mpango wa Israel wa kuendelea kuteka maeneo ya Kipalestina hasa ukingo wa Magharibi. Kauli hiyo imetolewa mnamo Jumapili na Mashal ameitoa mjini Doha, inakinzana na matakwa ya Marekani na Israel yaliyomo kwenye mpango wa kusaka amani ya kudumu katika ukanda wa Gaza. Wapalestina wachache wameruhusiwa kuondoka katika ukanda wa Gaza kupitia ukanda wa Rafah. Hayo yakijiri wakati kukiwa na malalamiko kwamba ni Wapalestina wachache tu pekee waliofanikiwa kusafiri kati ya Gaza na Misri kupitia kivuko kilichofunguliwa kwa mara nyingine tena cha Rafah. Kivuko hicho kilifunguliwa wiki iliyopita kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na kundi la Hamas yanayosimamiwa na Marekani. Hata hivyo, kilifungwa kwa siku mbili kutokana na mkanganyiko kuhusu mfumo mpya wa kusimamia. Kulingana na Umoja wa Mataifa, ni Wapalestina 36 pekee, wasaidizi 62 ndio walioruhusiwa kuondoka Gaza kupitia kivuko hicho katika siku 4 za mwanzo za kufunguliwa kwa kivuko hicho cha Rafah. Hamas imelaani mpango wa kifashisti na kikoloni wa Israel unaolenga kutoa eneo la ukingo wa Magharibi. Wapiganaji wa Kiislamu wa Hamas wa Kipalestina wamelaani vikali maamuzi ya utawala wa Israel kupitia baraza lake la mawaziri lililokaa siku ya Jumapili kukubaliana kutoa eneo la ukingo wa Magharibi. Hamas imetaja maamuzi hayo kuwa ni sehemu ya mradi wa kifashisti na kikoloni wa walowezi wenye lengo la kulitoa eneo la ukingo wa Magharibi na kuziunganisha na ardhi zingine zilizotekwa na Israel za Wapalestina. Hamas imesema katika taarifa yake rasmi kwamba hatua kama hiyo ya kunyakua ardhi, usajili wa mali za walowezi wa Israel na kunyima kibali manispaa ya Palestina zinalenga kusimika mamlaka bandia ya utawala huo na kufanya maangamizi ya kizazi cha Wapalestina katika ardhi yao. Ripoti iliyochapishwa jana na gazeti la mtandao wa The Credo imeeleza kuwa baraza la mawaziri la Israel limepasisha hatua kadhaa zilizoratibiwa ili kuharakisha upanuzi wa makazi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel na kushadadisha udhibiti wa eneo hilo. Gazeti hilo limeongeza kuwa hatua hizo zimeungwa mkono na mawaziri wawili mashuhuri wa baraza la mawaziri la Israel ambao ni waziri wa fedha Bezalel Smotrich na waziri wa vita Israel Katz. Wawili hao wanajulikana kwa chuki dhidi ya Wapalestina na juhudi zao za kuendelea kuidhoofisha haki ya watu wa Palestina kwa kutumia nguvu kubwa. Harakati hiyo ya wapiganaji wa Kipalestina Hamas imetoa wito wa kuwepo umoja wa kitaifa na wapiganaji dhidi ya mipango hiyo haramu na kuwataka Wapalestina kukabiliana na utawala wa Israel dhidi ya kuchukua ardhi zao. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa